Jinsi ya kumfanya mpenzi wako akumisi pale unapokuwa mbali. Tutaangalia saikolojia ya mahusiano, namna gani unavyoweza kufanya mpenzi wako akiwa mbali aanze kumisi, kukumbuka na kutamani kuwa na wewe karibu muda wote. Sasa kama hii ndo mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usisahau kusubscribe. Sasa kabla tujaangalia mbinu au mambo ambayo unaweza kufanya ili mwenzako anakukumbuka na kumisi, lazima kwanza tuelewe sanaa na sayansi ya umbali. Ile namna ambavyo unamwekea mtu mwenzako nafasi ya yeye kukumbuka inakuaje. Sasa kumfanya mwenzi wako akukumbuke au akumisi unapokuwa mbali ni sanaa inayotegemea saikolojia ya mahusiano yaliyoboreshwa. Badala ya kutumia mbinu zenye mgongano au kuigiza, yani mind game, siri kubwa ipo katika kutengeneza nafasi na umpa fursa ya kiasili ya kutambua thamani yako na nafasi iliyoachwa wazi. Sasa lengo la mbinu hii ambayo nakuelekeza sio kwamba eti kumchezea mtu akili au kutengeneza mazingira yani kama kumchezea yani mtu yani kumvuruga mtu, hapana, no. Hii ni mbinu ambayo inamtengenezea mtu mazingira yale ya asili ya yeye kuanza kukumbuka. Sasa sisi binadamu tuko hivi, ili kumpa mtu nafasi ya kukumbuka lazima umwachie kidogo nafasi. Unapokuwa unapatikana muda wote, unaonekana muda wote, unaziba lile pengo la yeye kuanza kukumbuka. Ndio sayansi inatokana na hii concept kwamba ili mtu akukumbuke lazima umwachie nafasi. So unapokuwa unapatikana muda wote kwa urahisi, maana yake ile nafasi unakuwa umeiziba na yeye anakuwa hawezi kukumbuka. Yani si binadamu kisaikolojia waga tukipata pengo la kitu fulani ndio tunalikumbuka hilo pengo. Lakini sasa kama hilo pengo limeshajaa au halina ukosefu wote, manake hatuna haja tena kulikumbuka. Kwa hiyo lengo ni kutengeneza kama pengo fulani ambalo litaacha nafasi ili yeye aanze kukumbuka. Okay, sasa mbinu ya kwanza au kitu cha kwanza cha kufanya ili mwenzako aanze kumisi ni nguvu ya kutokuwepo. Tunasema the power of absence. Huwezi kumfanya mtu akukumbuke ikiwa upo kando yake kila sekunde, iwe kimwili au kidigitali kwenye mazungumzo. So hapa unafanyaje? Punguza kasi ya mawasiliano. Usio wa kwanza kupiga simu au kutuma meseji kila saa. Acha na yeye pia achukue hatua ya kutafuta kiasili. So kama tulivyosema kwamba lengo la mbinu hizi ni kusaidia kumwachia mwenzia wako pia na nafasi ya yeye kutafuta. So unapokuwa unaziba lile pengo kwamba kila mtu anampigia wewe simu unamtafuta, maana ile pengo linakuwa halipo. So hawezi kukumbuka. Kwa hiyo punguza naye mawasiliano, mwache naye pia akutafute. Sio muda wote wewe unamtafuta. Mwachie naye ile nafasi ya yeye kutafuta. Kwa sababu anapokutafuta maana yake amekumisi na yeye amekukumbuka. Lakini unapokuwa unamtafuta tu wewe, ile muda sasa yeye kuanza kukumbuka na kukuwaza, unakuwa umemzuia sasa yeye asipate hiyo hali kwa sababu wewe uko available muda wote. Lakini usijibu meseji haraka sana. Ukijibu kila ujumbe ndani ya sekunde moja, unajionyesha kama mtu asiye na shughuli nyingine. Subiri kidogo kabla ya kujibu. So unajua, wewe nikupe sayansi na ina nguvu sana. Unapokuwa unajibu vitu kwa haraka sasa kwenye meseji, unamfundisha mwenzako kwamba wewe huna shughuli zingine na wewe unategemea tu meseji zake ili ujisikie vizuri. Yani unakuwa kama unasubiria. Sasa hii waga inapoteza kabisa mvuto na mtu anakuona wewe ni wa kawaida na hawezi kumisi. Kwa sababu chukulia mfano mtu anakutumia message unajibu hapo hapo haraka haraka. Maana kita ile hali ya kwanza kuwaza kwamba wewe utakuwa unafanya nini au atakuwa sehemu gani haipo. Kwa sababu lengo ni kutengeneza ile pengo na uwazi wa yeye kuanza kufikiria mbona amechelewa kujibu, atakuwa anafanya nini au kuna kazi anaifanya. Sasa ukiwa uko available muda wote, ile nafasi unaipoteza. Sasa hii mbinu unaweza kaitumia vibaya kama usiponielewa vizuri. Naomba unielewe vizuri. Kuna zile message ambazo ni za dharura, zile utakuwa uzijibu kwa haraka. Lakini kuna zile message ambazo sio za dharura, unatakiwa usubiri kidogo. Unaweza kusubiri sekunde 10 au nusu saa au dakika 10 ili baadaye uje ujibu. Na njia nzuri, kama kuna shughuli fulani unaifanya, subiri malizie hiyo shughuli ndio uje ujibu. Sio kwamba eti unaacha kazi zako unaenda kujibu message. Na ukiangalia message ambazo unaweza kujibu zile tu za kawaida za kila siku. So hiyo itapoteza kabisa ule mvuto wa yeye kuanza kukumbuka na kukumisi. Kwa kama kuna shughuli unaifanya, malizia kwanza ndio uje ujibu. Lakini hii mbinu haitafanya kazi vizuri kama eti hauna shughuli alafu umeamua kukausha kwamba eti ujibu. Hii haitafanya kazi kwa sababu baadaye utajisikia vibaya na utajibu, na utajibu kwa hisia na utaonekana kabisa unamfanyia mtu mchezo, na huyo mtu ataona kama unamchezea kina, atakuona wewe ni mtu ambaye kama hujitambui. Kwa hiyo kuwa na vitu vingine ambavyo unavifanya kwenye maisha yako, na acha kwanza hivyo vitu vimalize alafu ndio uje ujibu message.
Lakini mbinu ya pili, endelea na maisha yako. Tunasema focus on yourself. Watu wanavutiwa zaidi na wenza wao ambao wana maisha yenye mambo mengi ya kuvutia nje ya mahusiano. Sasa hapa jishughulishe vyema, toka na marafiki zako, jifunze kitu kipya au weka nguvu kwenye kazi, mazoezi na masomo yako. So ngoja nikwambie, kuna ule mvuto wa asili ambao binadamu waga tunao, sasa pale tunapoonekana tunafanya vitu vingine tofauti na kuganana na mtu. Yaani unapokuwa una maisha mengine ambayo yanakupa furaha na unapata amani kuliko kuwa na mtu fulani, unakuwa unatengeneza mvuto wa asili. So unapokuwa unaendelea maisha yako ya kawaida, mtu anapokuona anakuwa anatamani yeye awe sehemu ya hayo maisha yako. So ili kutengeneza hiyo hali, jitahidi uendelee na maisha yako ya kawaida. Watu wengi wanakosea wanapoingia kwenye mahusiano, waga wanaacha maisha yao ya zamani, marafiki zao wanakuwa hata ongei nao, endelea nayo kama kawaida, kwa sababu ile ndio rasilimali kubwa na muhimu kabisa kwenye maisha yako. So ile ndio inakusaidia kujengea wewe kuwa wewe ulivyo sasa hivi na wewe kuwa wa zamani. Kwa hiyo jifunze vitu vipya, fanya mazoezi, fanya mambo ambayo unayapenda, kaa na marafiki zako. Hii itakutengenezea mvuto wa asili wa yeye kuanza kutamani kuwa na nafasi katika maisha ya kwako wewe. Lakini usiwe katikati ya ulimwengu wake. Unapokuwa na mambo yako, unakuwa na vitu vipya vyenye msisimko vya kumsimulia pindi mnapoongea. So hii issue nyingine inakusaidia kwamba unapokuwa na mambo mengine ambayo unayafanya, unakuwa unapata stories zingine za kuja kumsimulia zaidi. Lakini kama mko mtu mmekaa pale hamna vitu vingine, mnajikuta hata story hazipo tena za kupiga na huyo mtu, kwa sababu tayari kila siku mnaonana, mko hapo. Lakini unapokuwa na maisha mengine, utakuwa unamsimulia na stories zingine ambazo umekutana nazo, mambo mengine ambayo umekutana nayo, ambayo ataleta shauku zaidi na yeye atafurahia zaidi mahusiano yenu. Lakini unapokuwa tu available, huna kitu kipya, sasa manake mtakuwa mnaongea haya kila siku na mahusiano yatadorora na yatakuwa ya kawaida. Lakini jambo la tatu, acha kumbukumbu. Hii tunaita the anchor effect. Unapokuwa unaondoka kurudi unapokuwa unaondoka kurudi kwako au safarini, acha kitu kidogo ambacho kinaleta kumbusho la haraka na lenye nguvu akilini mwake. Sasa hii waga mara nyingi ni kutengeneza vile vitu ambavyo vinamtengenezea mtu kumbukumbu. Sasa jambo la kwanza ni harufu yako. Unaweza kutumia perfume, paka manukato yako unayoyapendelea kwenye mto wake au nguo. Sayansi inaonyesha kuwa harufu ina nguvu kubwa ya kuamsha kumbukumbu za kihisia. Unajua kisayansi imekuja kufanya utafiti, harufu ina nguvu kubwa ya kumtengenezea mtu kumbukumbu kwa nguvu kubwa zaidi kuliko vitu vingine. So unapoenda kwa mtu ambaye unatamani akumisi, kwa mfano labda kwenye mto wake au kwenye shuka lake, unaweza kupulizia manukato ambayo wewe unayapendelea zaidi na yeye anayajua, ili akiwa anasikia yale yao anakukumbuka. Lakini acha kitu kidogo cha kibinafsi. Unaweza kuacha hereni, kitabu chako au sweta lako. Kila akiliona, ubongo wake utamletea kumbukumbu zako hapo. So hapa ni kutengeneza ile kumbukumbu ya yeye kuanza kukukumbuka. Unaweza kutengeneza mazingira ya hiyo perfume, na perfume ina nguvu zaidi kwa sababu harufu kisayansi inamtengeneza mazingira ya mtu kukumbuka kwa haraka zaidi. Yaani nguvu ya harufu ina nguvu kuliko hata vitu vingine vya kumfanya mtu awe na kukumbuka kwa haraka zaidi. Lakini pia na vitu vidogo vidogo, unaweza kuacha sweta, hereni kama kwa mwanamke, au kitabu chako. Maana kila anapoona kile kitabu chako anakuwa na kukumbuka na kukumisi. Hivi ni vitu vidogo vidogo, lakini vina nguvu ya kumfanya mtu awe na kukumbuka zaidi. Lakini kiukweli perfume ina nguvu sana. Yaani kama ile perfume ambayo inaweza kukaa kwa muda mrefu, pale anapokuwa anaisikia anakuwa na kukumbuka wewe muda wote. Lakini pia mbinu ya 4 ni mawasiliano ya thamani. Tunasema quality over quantity. Yaani mawasiliano lazima yawe na ubora, sio wingi. Unapopiga simu au kutuma meseji, hakikisha mazungumzo yenu yanajaa tabasamu, nishati nzuri na kusikilizana kwa kina au kwa undani zaidi. Maliza mazungumzo ukiwa juu. Usisubiri hadi mazungumzo yafe au umchoke ndipo ukate simu. Hiyo inapunguza hamu ya kuongea. Watu wengi wanapokuwa wanaongea na wapenzi yao, waga wanakosea. Yaani unakuta anaongea na mtu mpaka sasa, yaani ile hali ya yeye kuendelea kuongea na wewe mtu inaboa. Yaani mpaka inafikia sehemu sasa mpaka stories zinaisha. Hiyo waga unaharibu kabisa kisaikolojia. Jitahidi mnapokuwa unaongea pale mwenzako amejisikia vizuri, mnacheka wote, mnafurahi, hapo ndio sehemu ya kumuaga sasa. Yaani wasa watu wengi waga hawajui sehemu ya kuondoka na sehemu ya kuingia. Sehemu ya kuondoka ni hiyo sehemu ambayo mwenzako anafurahi, anajisikia vizuri. Lakini ukisubiri mpaka stories zimeisha, mmeshaanza kuwa bored,
hiyo hali ya kuwa bored ndio atakuwa naikumbuka pale mnapokuwa mjaongea, lakini ile hali ya furaha ukimwacha hapo, na yeye atakuwa naikumbuka hiyo hali ya furaha. Lakini pia kuwa wa kwanza kuaga kwa adabu. Anapokuwa bado amechangamka, sema nimefurahi kusikia sauti yako, lakini ngoja niwahi kikao kidogo. Hii inasababisha abaki na hamu zaidi. Kwa mfano labda mmekutana, mnaongea, unaweza kumwambia labda mmeshapiga story, mmeshacheka, unaweza kumwambia nimefurahi sana kuongea na wewe, lakini ngoja niwahi sehemu fulani, kuna kitu naenda kukifuatilia. Hapo itatengeneza mazingira yeye kuendelea kutamani tena ile hali ijirudie tena. Lakini mnapokuwa mnaongea mpaka inafikia sehemu sasa yeye ndo anakuaga, anakuwa wa kwanza, tayari nguvu inatoka kutoka kwako kwenda kwa yule mtu aliyekuaga, na hiyo inapoteza kabisa ile shauku. Kwa sababu si binadamu waga tunapenda vile vitu ambavyo yani waga tunakuwa tunavifuatilia vile vitu ambavyo havijakamilika. So mnapopiga story mpaka zikaisha, tayari anakuwa anahitimisha kwamba hamna jipya tena kwako. Lakini unapomwachia njiani, anakuwa anatamani kujua kipi kingine kinachoendelea kutoka kwako, na hiyo itamtengeneza mazingira ya yeye kuanza kukumisi zaidi. Lakini mbinu ya tano, mitandao ya kijamii. Tunasema psychology of social post. Muonekano wako kupitia story au status unapokuwa mbali unachangia pakubwa jinsi anavyokufikiria kila saa. Onyesha furaha yako, weka picha fupi ukiwa umetabasamu, umejumuika na marafiki na unafanya hobby zako ambazo unazipenda. Mara nyingi watu wengi wanakosea, unapokuwa mbali na mtu anaonesha yale mazingira ya hofu, wasiwasi au huzuni. Sasa ile waga inaondoa kabisa mvuto. Usiweke picha za kulalamika, epuka kuonyesha upweke uliopitiliza. Akiona unavutiwa na kufurahia maisha, silika yake asili ya kutaka kukulinda na kuwa na sehemu ya furaha yako itatawala. Mara nyingi si binadamu, tukiona mtu mwingine ana furaha, tunatamani tujihusishe na furaha hiyo ambayo uko nayo. Kwa hiyo akiona wewe unafurahi na una amani na unaendelea na maisha yako mengine, natamani kujua na yeye kwamba kipi ambacho kinaendelea kwako. Na hiyo nafasi waga ni adimu sana kwa binadamu. Kwa hiyo na yeye anatamani awe na muda na yeye wa kuwa katika nafasi hiyo ambayo wewe unaipata kwa wakati huo. Lakini ukianza kuonesha kwamba wewe una wasiwasi, una huzuni, hujisikii vizuri, utapoteza kabisa ule mvuto wa asili wa yeye kuanza kukukumbuka na kukumisi. Wewe angalia hata wale watu ambao wanakuwa wanafurahia, wanaposti picha, na vaa vizuri, yuko sehemu na marafiki, huo anatengenezaga mvuto zaidi. Yani mtu anaanza kukumisi, anaanza kukumbuka kwa nguvu kubwa zaidi kuliko yule mtu ambaye analalamika, analia, anaonekana ana huzuni. Unapoteza kabisa ule mvuto wa asili wa mtu kuanza kukukumbuka na kukuwazia. Sasa kanuni ya dhahabu ni hii: hamu ya kukumbuka inazalishwa pale mtu anapotambua kuwa haupo karibu. Ukijaza uwepo wako kupita kiasi, unamnyima uwezo wa kiasili wa kuhisi pengo lako. Kama nilivyosema awali, lengo la somo hili ni kujua namna ya kuacha nafasi ili mwenzako aanze kukumbuka, aweze kukumbuka. So unapokuwa umeziba ile nafasi, maana yake unakuwa unazuia mwenzako asikukumbuke kabisa. Okay, niwakaribisheni kama una maswali au na maoni katika kipindi hichi. Sasa hivi nimeamua kutengeneza mfumo huu ambao nitakuwa naenda taratibu, hatua kwa hatua, ili kila mtu apate elimu ambayo ni nzuri na elimu ambayo inaeleweka. Kwa sasa hivi, kwa sababu ndo mfumo huu ambao naanza, kutakuwa na changamoto kidogo ambazo zinaweza kutokea, mnivumilie, lakini naamini baadaye mambo yatakuwa mazuri sana. Usahau kulike, kushare na kusubscribe. Tukutane tena kwenye somo linalofuata. Bye bye. Uwe na siku njema.